Sasa kituo cha redio cha 15 kinachomilikiwa na shirika la utangazaji nchini KBC kinachopeperusha matangazo yake kwa lugha ya Kisomali kikishirikiana na idara ya mipango maalum imetoa msaada wa vyakula na bidhaa nyingine kwa kituo cha watoto cha Najah kilichoko kaunti ya Garissa. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mkuu wa redio ya 15 Kasim Aden alisema mchango huo ni ishara ya kujitolea kwa shirika hili kuunga mkono jamii, haswa kwa wanajamii walio katika mazingira magumu na wasio na uwezo. Karimu huo ni sehemu ya shughuli za kuadhimisha miaka 10 tangu kituo hicho kilipoanzishwa. Kwa miaka mingi kituo cha redio cha 15 kimekuwa kikihusika katika mipango ya kuinua jamii hasa zisizojiweza. Mbali na shughuli za kila siku za matangazo, kituo cha 15 kinachopeperusha matangazo yake kwa lugha ya Kisomali kilijitolea kuwasaidia watoto wasiojiweza katika kituo cha watoto cha Najah kilichoko kaunti ya Garissa. Kwa ushirikiano na idara ya mipango maalum, mkuu wa kituo hicho Kasim Aden kwa ushirikiano na idara ya mahusiano na umma ya KBC walitoa msaada ya vyakula na bidhaa nyingine kama vile magodoro, blanketi miongoni mwa vifaa vingine. We have donated food and non-food stuff. We've donated rice, beans, mattresses, sanitary towels and a lot of other very good things that are going to sustain these children in this institution. Mkuu wa kituo cha 15 Kasim Aden alisema mpango huo unalenga kusaidia ustawi wa watoto katika makazi hayo ya watoto, huku ukiimarisha uhusiano wa kituo hicho na jamii inayohudumia. And we have asked ourselves which institution is the most needy, and we have identified Najah Children's Home as one of the institutions that have excelled over the years and that have a lot of children that are from not only have lost their parent but are also from very poor background. Kituo hicho kilitumia fursa hiyo kuzihimiza taasisi nyingine kuiga mfano wa shirika la KBC na kuunga mkono kikamilifu mipango ya maendeleo ya kijamii. No child shall go without education because of either drought or because of lack of essential items like these ones. So we also want to appeal to other partners. You can come on board, let us partner with KBC. We go to other places. We want to ensure that devolution is not only done by the county governments, even as is in Nairobi, we use our stations. We go to the marginalized people and ensure that they're well taken care of. CFM has been involved in a lot of corporate social responsibilities over the years. And because we are celebrating our 10th anniversary, we said this time we are going to do very big, and we have done it. And today the management has received us and they have acknowledged receipt of what we have brought here. Usimamizi wa kituo cha watoto cha Najah ulipongeza juhudi hizo, ukisema kuwa msaada huo umewadia wakati familia nyingi zinaathirika kutokana na kiangazi kinachoendelea. We have about 250 orphans who are being supported in this institution. So we really appreciate, and whatever they have done is a kickback to the community, which is recommendable. Sisi kama walimu tunashukuru zaidi kwa sababu bila hii chakula watoto pia hawezi wakaishi kwa mashule zetu vile ambavyo vinastahili. Kwa hivyo hii chakula imekuja wakati ambao inastahili, first term of the term, wakati mambo ni magumu. Kituo hicho cha Najah kinahudumia zaidi ya watoto 250 kutoka katika eneo la kaskazini mwa nchi. Khalid Abdullahi, Darubini Wikendi.